tunakuja tena mbele za uso wako. Vyombo vitupu vizaifu pasipo wewe. Hatujui kitu, hatuna kitu, hatuwezi kitu bila wewe. Mwanadamu mimi ni kitu gani nipate kile cha kuwapa watoto wangu? Kama wewe usitengeneza ulimwengu, sitajua inayofaa kwa ajili yao mchana huu. Wewe Mungu umemleta kila mmoja hapa kwa lengo yako na sababu yako. Asante kwa siku njema. Tunajiacha chini ya uweza wako, tukiungana pamoja na wazee 24 na wale wenye uhai 4, pamoja na malaika na watakatifu na wale wote wanaozunguka kiti chako cha enzi, kuabudu wewe Mungu mkuu tena mwenye uwezo. Tena tukuachie kazi, maana hii ni yako wala si ya mwanadamu, katika jina la Yesu. Amen. 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 Thank you very much. Asante sana waimbaji. I welcome you all in the name of Jesus. Ninawakaribisha nyote katika jina la Yesu mara tena. It is a grace to be together. Ni furaha kubwa sana tena kuwa pamoja. And grace is not something that we deserve. Neema si kitu ambacho tumestahili. We just get it by grace. Tumeipokea tu kwa kupendelewa. Amen. Amen. So many you were born together. Wengi katikati yetu wamezaliwa mahali pamoja. Some of them have passed away. Wengine walifariki, wale ambao tumezaliwa siku moja. But you're still here. Lakini wewe uko hapa leo. Say it is by grace. Sema ni kwa neema. Can you say that? Say it is by grace. Sema ni kwa neema. Amen. Amen. There are so many outside there. Kuna wengi huko nje, they don't know the Lord. Hawamjui Bwana. If you are here this afternoon, ikiwa uko hapa jioni ya leo, it is because the Lord has put something into you to search for him. Ni kwa sababu Mungu ameweka kitu ndani mwako ili kwamba umtumikie. And I want you to say it is by grace. Na nataka nikwambie ni kwa neema tu. Can you say that it is by grace? Sema ni kwa neema. Amen. Amen. Hallelujah. But there is someone, lakini kuna mtu, he was first in heaven, alikuwa mbinguni, then he has been rebuked there, na tena amefukuzwa huko. But when he was rebuked, wakati amefukuzwa, amekemewa, he was left with all his power. Alibaki na nguvu zake. And one of the worst he has, na kitu ambacho kibaya sana anachokuwa nacho, he can see stars of human being. Anaweza kuona nyota ya mwanadamu. Amen. Amen. So by seeing the stars of human being, wakati anaona nyota ya mwanadamu, he tried to change that way that we call grace. Anataka kubadilisha kile ambacho tumeita neema. And human beings see it as something that you deserve. Na mwanadamu anaanza kuiona kwamba ni chako ambacho umestahili kuwa nacho. So by changing that conception, na kwa kubadilisha hayo mawazo, human beings start walking with pride. Na mwanadamu anaanza kutembea katika hali ya kiburi. And forget that one day, na nasahau kwamba siku moja, the breath that you have, pumzi ambayo unakuwa nayo leo, in a second it can go. Kwa dakika moja tu inaweza ikaondoka, and you are gone. Na utakuwa umeenda kabisa, umeondoka. Amen. Amen. So as we go through the Bible today, kama tutakavyosoma maandiko siku ya leo, I want you to understand that you have the grace to be here this afternoon. Nataka nikwambie kwamba una neema ya kuwa hapa jioni. Well, we are in the book of Revelation chapter 17 today. Tuko katika kitabu cha Ufunuo 17 siku ya leo. And step by step we are going to the end of the book of Revelation. Na hatua kwa hatua tunaenda kufikia mwisho wa kitabu hiki. Amen. Amen. It's only the next 4-5 chapters that are remaining. Kuna bakia tu kama hivi chapter 5 ambazo zimebaki. So by God's grace, na kwa neema ya Mungu, I pray that if you are here this afternoon, ninaomba ikiwa huko hapa jioni ya leo, may the Lord give you the grace to finish the all 5. Mungu akusaidie ili kwamba upate kumalizia hizo vitabu vitano vinavyobaki. Now today, na leo, we are going too much into the sin of immorality. Leo tunaingia kabisa ndani katika dhambi za uzinifu.
That's what the book of Revelation chapter 17 is about. Hii ndio kitabu cha Ufunuo 17 inasema. So I want you to go in the Bible. Nataka ufungue Biblia yako. And we want to read together. Na ninataka tusome pamoja. I know sometimes you have the habit to read just one verse. Najua kuna wakati mwingine unapata tu wakati wa kusoma chapter moja ama verse moja. Today we read the entire chapter. Leo tutasoma ile chapter yote. It will be on the screen, but I want you to follow it in your Bible. Itakuwa hata kwenye screen, lakini ningelitamani sana usome kwenye Biblia yako. I'm reading in the book of Revelation chapter 17. Ufunuo 17. And this is from New King James Version. Na nasoma kitabu cha King James. It doesn't matter the version that you have. Haijalishi version ambayo unakuwa nayo. We go together. Hata tusome pamoja. Are you ready? Je, mpo tayari? Are you ready? Mpo tayari kusoma? Let's read. Tusome. You go Swahili, that's good. Soma kaka. Tusome katika kitabu cha Ufunuo sura 17 mstari wa kwanza hadi mwisho wake ni kwenye mstari wa 18. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Amen. Akaja mmoja wa wale malaika 7 wenye vile vitasa 7, akanena nami akisema, njoo huku nikuonyeshe hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakaao katika nchi wamelevya kwa mvinyo ya uasherati wake. Akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona. Stop there first. I'm bringing these two verses because they are the introduction of all we are reading in the remaining part. Nataka tusome hizi verse mbili kwa sababu hiyo ndio mwanzo. Then one of the 7 angels who had the 7 bowls came and talked with me, saying to me, come, I will show you the judgment of the great harlot who sits on many waters, with whom the kings of the earth committed fornication. I want you to underline fornication. Nataka weke mstari hapo kwenye hilo neno nasema uasherati. And the inhabitants of the earth were made drunk with the wine of her fornication. Now go to number 3 and then you go down. Soma tena hilo lango la 3 na unashuka chini. Mstari wa 3 unasema, akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake, kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake. 5. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri. I want us all to read there. Nataka sote tusome hapa hili lango la 5. Verse 5. Lango la 5. Mstari wake wa 5. It is written on the forehead of that woman. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa jina limeandikwa. It is written, mystery, la siri, mystery, Babylon the Great, Babeli mkuu, the mother of harlots, mama wa makahaba, and of the abominations of the earth, na machukizo ya nchi. End of quote. Amen. Amen. We'll go through that after. Verse 6. Mstari wa 6 unasema, nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Nami nilipomwona nikamstajabu ajabu kuu. Na yule malaika akaniambia, kwani hustajabu? Nitakwambia siri ya mwanamke huyu na ya mnyama huyu amchukuaye, mwenye vile vichwa 7 na zile pembe 10. Yule mnyama uliyemwona alikuwako, naye
hayuko, naye yu tayari kupanda kutoka kuzimu na kwenda kwenye uharibifu. Na hao wakaao juu ya nchi wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, watastaajabu wamwonapo yule mnyama, na kwamba alikuwako naye hayuko, naye atakuwako. Hapo ndipo penye akili zenu, hekima, vile vichwa 7 na milima 7 anayokalia mwanamke yule. 10. Navyo ni vifalme 7, navyo ni wafalme 7, watano wamekwisha kuanguka, na mmoja yupo, na mwingine hajaja bado. Naye atakapokuja amempasa kukaa muda mchache. Na yule mnyama aliyekuwako naye hayuko, yeye ndiye wa 8, naye ni mmoja wa wale 7, naye aenenda kwenye uharibifu. 12 nasema hivi: na zile pembe 10 tafadhali. Na zile pembe 10 ulizoziona ni falme 10 ambazo hawajapokea ufalme bado, lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. 13. Hawa wana shauri moja, nao wana yule mnyama nguvu, nao wanampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. 14. Hawa wafanya vita na mwana kondoo, na mwana kondoo atawashinda, kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Nao hao walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu. Kisha akaniambia, yale majina uliyoyaona hapo uketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Na zile pembe 10 ulizoziona na huyo mnyama, hao wamchukia yule kahaba, nao watamfanya kuwa mkiwa na uchi, watamla nyama yake, watamteketeza kabisa kwa moto. 17. Maana Mungu ametia mioyoni mwao kufanya shauri lake, na kufanya shauri moja, na kumpa yule mnyama ufalme, nao tafadhali ufalme wao, kufanya shauri lake na kumfanya shauri moja, na kumpa yule mnyama ufalme wao, hata maneno ya Mungu yatimizwe. 18. Na yule mwanamke uliyemwona ni mji ule mkubwa wenye ufalme juu ya mafalme nchi. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Ufalme wa nchi. All right. Sometimes it's hard to understand what Revelation says, but that's Wakati what the mwingine ni Lord vigumu asks us to go through it. kuelewa mambo ambayo kitabu cha Ufunuo kinaongea, lakini Bwana ametuamuru ili tusome. For those who had the chance to be here when we started, kwa wale ambao walipata bahati ya kuwa hapa tangu tumeanza kitabu hiki, there's something that is coming back again. kuna mambo mengine ambayo yanajirudilia tena. And I said I'll come back to it when I was with Brother Simon. Na wakati tulikuwa na ndugu Simon nilisema nitayarudilia haya. The 7 heads comes again. Vichwa 7 tena zimerudi hapa. The 7 mountains comes again. Tena milima 7 hizo zimerudi. But here the Lord adds 10 more kings. Hapa Mungu anaongeza sasa wafalme wengine 10. Hallelujah. Amen. Now he talks about 7 kingdoms. Anaozungumza kwa ajili ya ufalme 7.
Now when John was writing the word, wakati Yohana alikuwa akiandika kitabu hiki, he says at that time one was that time of John. alisema kwamba mmoja katikati ya ule ufalme ilikuwa wakati wa ile enzi ya Yohana. So the Bible says by the time John was receiving the vision, na Biblia inasema wakati Yohana alikuwa akipata yale maono, 5 of those kingdom were already fallen. ufalme hizo 5 zilikuwa zimeshaanguka. The time of John, kwa wakati wa Yohana, there was the time of one of the 7 kingdoms. ilikuwa wakati wa ufalme. But the Bible says, lakini Biblia inasema when John was receiving the vision, lakini wakati Yohana alikuwa akipata maono, while that kingdom was under power, na wakati huo ufalme huo ulikuwa ukiongoza, another one who was not yet to come, na kuna mwingine ufalme ambao ulikuwa haujaja bado, and it was waited for that time, na ilikuwa inasubiria muda huo. Then the Bible adds and says, na Biblia inaongeza ikisema there will be an 8th kingdom, na kutakuja the 8th one, ufalme mwingine wa 8, but the 8th one will be linked to the 7th, na huo ufalme wa 8 utakuwa kama umepatana na huo wa 7 huo. Amen. Amen. Well, I'll talk about the kingdom first, these empires, and then I'll come back to the harlot, because that's where the nataka niongee kwanza kuhusu hizi falme, na baadaye nitarudi kwa ajili ya huyo mwanamke kahaba. I want to remind you, in the book of Revelation chapter 12, we talk about the 7 Ufunuo 12 tuliongea kuhusu milima 7, and I want you to understand, nataka ninyi mpate kuelewa that the beasts kwamba mnyama who represent the kingdom of the demoniac world, ambaye anawakilisha ufalme wa giza, the Bible says he sits on the waters. Biblia inasema kwamba anaketi juu ya maji. The water represent the world, na maji inawakilisha dunia, and this is the entire world, na ni dunia yote, all the corners of the world, including Africa. Pembe nne zote za dunia, hata Afrika iko ndani. Amen. Amen. Now the power of these beasts, nguvu ya huyu mnyama, will be having influence to all the 4 corners of the world. itakuwa kama inachukua hizo kona zote, pande nne zote za dunia. But the Bible says, na Biblia inasema the woman, ule mwanamke called the great city, who is Babylon, ambaye anaitwa mji mkubwa Babiloni, will be walking to the interest of that beast. atakuwa anatembea kufuatana na mapenzi ya huyo mnyama. Babylon, the great city, will be doing, kitu ambacho Babiloni, mji mkubwa wa Babiloni, utakuwa kifanya, it will be doing that to the interest of the beast. Itakuwa inafanya kwa ajili ya huyo mnyama. I'll come back to that. Nitarudi hapo. Now the 7 mountains, quickly I remind milima you, 7 nataka niwakumbushe tena. the devil want to have all his people and his power in the 7 mountains. Shetani anapenda kuchukua watu wake wote kwenye milima hizo 7. And for us to win the battle, na sisi ili tupate kushinda, we need Christian in the 7 mountains. tunahitaji wa Kristo pia kwenye milima yote 7. As a reminder, I'll tell you about it on Revelation 12. I said number 1 is the earth. Kitu ya kwanza ni dunia. Art and entertainment. Ni art movies, na vitu vya kufurahia, movies and comedies, sanaa. Amen. Na hizo makomedi na mengineyo. And you can tell, na unaweza ukasema, how many of these vitu ngapi are bringing people to hell, ambavyo vinawapeleka watu katika kuzimu. You need to look and understand. The Bible says this is where the one who has wisdom need to understand. Biblia inasema hapo ndipo yule ambaye anaikuwa na hekima anapaswa kuelewa. What you cannot tell your child, kile ambacho huwezi kumwambia mwanako, the devil is using movie. Shetani yuko anatumikisha hizo movies to spread it, ili kwamba awafundishe. Parents, you need to control your children. Ndio maana wazazi sharti tuwatazame watoto. You have the authority to control what your children are watching on TV. Una uwezo wa kuwaongoza. You have the authority to control what your children are watching on the computers. Wale ambao wanaoangalia kwenye kompyuta. Because the devil has using this mountain to destroy. Kwa sababu shetani anatumia mlima huo ili kwamba watoto wetu wapate kuharibika. Children, can you say amen? Watoto mnasema amina.
I want you to say amen if you promise to the Lord that you will follow the instruction of your parents. Nataka useme amina ikiwa utafuata maagizo ya wazazi. Children, you want to say amen if you follow the instruction of your parents. Nataka watoto mseme amina ikiwa mtafuata maagizo ya wazazi wenu. Amen. Amen. Parent, I want you to say amen if you want to let your child be moved with this demoniac power. Wazazi, nataka na wewe useme amina ikiwa hutawaacha watoto wako wafuate hizo nguvu za giza. Because it can be a complicity here. Inaweza kuwa kitu ambacho kinajiunga pamoja hapa. You pass there, you see your child is watching something that should not be seen. Unapita angalia mtoto wako uko unaangalia mambo ambayo haiwezekani kabisa kwake kuangalia. And you just carry it. Na unaanza mwambia is that what you are watching? Na hiyo ndio uko na. The Bible says rebuke. Biblia inasema kemea. At the time of rebuking you need to rebuke. Kwa wakati wa kukemea sharti ya kemea. Tell that child, mwambie huyo mtoto, the devil is bringing you in hell. Shetani iko na kupeleka kuzimu. This is what the book of Revelation 17 is ndio about. kitabu cha Ufunuo. That woman has been made. Huyo mwanamke amefanywa as many as possible ili kwamba wachukue wengi kabisa na kuwapeleka kwenye moto wa milele. Amen. Amen. So the art, we need to get into it as Christian. Tuingie ndani kama Wakristo and send the right message. Na tutume ujumbe ambao unafaa. Number 2, ya pili, business. Biashara. Now in the demoniac world, katika ulimwengu wa shetani, there is a spirit called the spirit of poverty. Kuna hiyo pepo ambayo inaitwa kwa pepo ya umaskini. What it does, inachofanya, it comes towards you, inakujia wewe. The demoniac world will make another thing that will attract you on the other side. Na katika ulimwengu wa giza unafanya kitu ambacho kitakuvutia ili when you go to poverty, wakati unaenda kwa upande wa they bring something that will attract your eyes or your interest. Wanakuletea kitu ambacho kitakuvutia and you turn towards that. Na wewe pia unakiangalia, unakifuata. And one of these, na moja kati ya hiyo is gambling. Na hiyo ni hiyo kitu inaitwa gambling. Hallelujah. Amen. These are computers. Hizi tu ni machine, ni computers. I am an engineer. Mimi niko engineer. I know what I'm talking about. Ninajua ninachokizungumzia. All your computers, hizo computers za has what we call program in them. Ziko na kitu kinaitwa programs. There is an entire course at university in the engineering called computer programming. Kuna hiyo course kwa university ambayo inasema computer. You sit there, unakaa hapo, not watching what is written there. Hautakuwa unaangalia ile ambayo you go into the computer, start writing. Lakini wewe unaingia kabisa ndani katika mahali ambapo computer inaandika, unafanya mwenyewe program yako. The user who you are, na wewe mambo unaitumia, hitting the keyboard, wakati uko unaitumia, it is that program who makes things happen inside the computer. Na ni hiyo aliyofanya hiyo program inajitokea katika when you do gambling, wakati unaenda kwenye it is a computer in front of you. Ni computer mbele zako. What they do, wanachoifanya, when you are new there, wakati uko mpya hapo, they have this spirit of attraction. Kuna hiyo pepo ya kuvutia. They can leave you win some money. Wanaweza kuachilia upate kushinda pesa. Second to third time. Moja, mbili hadi ya tatu. It attracts your heart and your spirit. Inavutia roho yako. And you say, this is where I'll be rich. Na unaweka kwenye roho yako na kitu. Well, why do you want to be rich for something that you didn't work for? Na unataka kwa nini uwe mtajiri kwa kitu ambacho you are bringing yourself to hell and your family? Unajipeleka wewe mwenyewe. The Bible says, Biblia inasema, those who did not work should not eat. Wale wasiotumika na wasile. Why do you want to be rich with something that you did not work for? Kwa nini unataka uwe tajiri wakati hutaki kufanya? Well, I can tell you the truth. Nataka nikwambie ukweli. The devil will not leave you alone. Shetani hata kuacha. You take that money, utachukua he will follow you. Itakufuata. It is one of your child. Mmoja kati ya watoto who will pay the price. Mmoja kati ya watoto wako. It is your wife who will pay the price. Yeye atalipa hiyo. Sickness will start coming into your house. Magonjwa itaingia. You have no idea where it comes from. Utajua inayotoka wapi. Things will start happening into your
family. endelea kuonekana One way you are thinking having money, hali hapo it is that woman. ni wewe ndio It imekuletea is hiyo. that woman. She has been made to lead us in hell. Ni huyu mwanamke ambaye aliwekwa hapo ili kwamba tuongoze And the kuzimu. Bible is so clear about Biblia it. inasema Whether we kwamba accept it or not, kubali ama tukataa, one day you will tell me. siku moja utaniambia hili. You want to have 5,000? Unataka upate get 5,000 it. utachukua. After 1 week, Wiki moja you look at your account. unaangalia kwa account From the yako. 1st of January to today, Unatoka kwa first ya you won 5,000. ulipata 5,000 They have taken na 40,000 from you. wameshachukua 40,000 kutoka kwako. Not only that, Haiko sio hiyo tu, but it comes with demons. na inakuja pia na pepo. These demons, Na hizo pepo even if you are at home at 1 a.m., hata kama uko nyumbani kwa you feel that you want to saa go 7 za there. usiku, You can wake up all night. unaweza amka usiku. This demon is killing people. They have no idea. Wanawaiba na hamna hata At mawazo. 2 a.m. you can wake up. Hata saa 8 za usiku unaweza kuamka. And you think that this is the time I'll go to, I want to be Unasema rich. hii ndio saa. Well, there is no richness out of the Lord. Hakuna utajiri nje ya Yesu Kristo. Leave that. Acha hiyo. Leave that. Achana na hiyo. When I went to school Wakati nimeenda shule 7 years ago now, miaka 7 iliyopita, there is this man that come into you, kuna huyo mtu ambaye anakuja anakuambia, the mind, au kuna hilo wazo ambalo linakuja and tell you, na linakuambia I'm an African. niko Afrika. When I'm doing, Niko Mwafrika. I'm doing this engineering course. Niko nafanya hii engineering course Well, yangu. it's expensive. Ina bei ghali sana. Maybe I will end up finishing this and not having work. Huenda ninaweza nikamaliza kufanya hii course yangu na sitapata kazi. Hallelujah. Amen. There are always that voice in me and said, Kuna hiyo sauti ndani yangu ambayo inasema you are different. uko tofauti. Even when other people didn't get the work, Hata wakati wengine wamekosa you will kazi, have work. wewe utapata kazi. Hallelujah. Amen. And I kept that in me, Na nimechukua hiyo roho knowing that yangu. it is not me who are saying to myself, it is the Lord. Najua kama si mimi mwenyewe niliyejituma, lakini Bwana amenituma. And I say, God, you are faithful. Na nikasema Mungu uko mwaminifu. University student, amen. Eh? Wanafunzi wa uni, amina. It reached a moment that I felt that I want to drop some courses. Unafika wakati mwana najisikia kama uache subject You fulani. find that they are so hard, you don't even understand. Na huelewi hata mambo ambayo walimu And you're like, wanasema. I'm dropping this Na one. unaangalia unasema hii moja mimi na drop. And here in the bottom of your heart, Na huko ndani kwenye moyo wako, someone is telling you, na kuna hiyo sauti na kuambia keep going. songa mbele. You can do it. Unaweza ukaifanya. Amen. Amen. That's how I finished my degree. Na hivyo ndio nimemaliza hiyo degree Not yangu. that I'm smart, Si kwa sababu mimi kabisa nina akili but zaidi, because there is a voice in me that's telling you can do it. lakini ni kwa sababu kuna hiyo sauti ambayo inasema ndani mwangu, na wewe pia Don't give unaweza. up. Usivunjike moyo. Amen. Usikate tamaa. Amen. Well, I finished my degree in 2012. Nimemaliza degree yangu mwaka wa I decided to 2012. go with another postgraduate course, Nimefanya hiyo postgraduate yangu pia, and I got it in 2013. na 2013 nimemaliza, And in 2014, I got my job na hiyo mwaka na nikapata kazi yangu until now. hadi leo. So above you, there is God somewhere. Juu yenu kuna Mungu ambaye yuko mahali. That feeling that you have that you cannot succeed, there is a God who says, I know the plan I have for Hiyo you. hali ambayo inakuja ndani yako inakuambia kama huwezi, lakini kumbuka kwamba kuna Mungu ambaye yuko nakwambia kama niko This Mungu unaweza. woman, that the Huyo Bible mwanamke declares huyo ambaye here, Biblia inasema will bring always that confusion in you, ataleta hii and kuchanganyikiwa hiyo telling you that you will not succeed. na anakuambia kwamba For you to hutaweza. succeed, you need to see someone to help you there. Ukitaka kuweza uende kumwona mtu fulani ambaye And these are atakusaidia. people called Illuminati and Freemason and other Na powers. hiyo Illuminati na wa Freemason na While they bring the wengine, spirit into you, Wakati they wanaleta attract you to other spirit and you're gone. wanakuletea hizo pepo na kuongezea na zingine, na hapo umepotea. Believe in the Lord. That's how you succeed. Mwamini Bwana na hivyo ndio utapata ushindi wako. Amen. Amen. It doesn't matter how hard it is. Haijalishi ikiwa ni ngumu zaidi. The value of you to get, Kitu ambacho kinakuvalue the kupata, value of what you get, the value of what you get, thamani ya kile ambacho unapata it is the pain that you went through. ni mateso ambayo unayoyapitia. Do you get it? Umesikia hiyo?
the value of what you get. Thamani ya vile ambavyo unavyovipata That's leo. why I don't agree with boy to take girls at home without dot. You need to pay something. Ndio maana you need to value that woman. Ndio maana mimi siamini ile wanaume kwenda sehemu tena wao wanawake bila kuleta mali. I know there are some talks that are going on around now and saying no, we want to get out this matter of dot. Tunajua kuna badada wasio walikuwa wanasema hivi vitu ya mali tunavitosha. On one way, parents are doing very bad. They are trying to sell. Na watoto nao wazazi siku hizi nao wanafanya vibaya, wanaanza hata kuuza watoto. Well, that is not the meaning of the bride price. Haiko hiyo ndio thamani, haiko ndio maana ya dot. The bride price, Dote ama it is a gift. Ni kama zawadi. That's the boy ambayo mwanaume brings to the family of the woman, analeta kwa familia ya mwanamke, saying to that family, kuambia hiyo familia, thank you very much. Asante sana. You have been caring for my wife, my future wife for so long. Mlikuwa mnamshughulikia mke wangu kwa I have nothing to give you. Mimi sina lolote la kuwapa. This is the expression of my heart. Lakini hii ndio imetoka kwa moyo wangu. Thank you, parent. Asante sana wazazi. Do you need that gift to get out? No, we need that gift. Ndio chetu tunahitaji hiyo zawadi tunahitaji. Well, on the other hand, na kwa mkono mwingine, parent, this is the gift. Wazazi, hii ni zawadi tu. You shouldn't take it as that. It must be $50,000. Usiko unasema sema ni dola 50. Are you selling or you are not selling? Unauza. Do you understand the meaning of that gift or not? Je, unaelewa maana ya hiyo zawadi? Je, unaelewa maana yake? Well, it is biblical. Ni maandiko. For Jacob to marry Rachel, Yakobo kusudi ya muoe Rachel, he has to give some gift to Laban. Sherti alileta zawadi kwa Labani. And his was 7 years of work. Na yeye alifanya nini? Unajua gift yake alitumika miaka 7. Amen. Amen. Because Jacob valued Rachel so much. Kwa sababu Yakobo alithamini sana Rachel. He said, I will go through that. Akasema haijalishi nitaenda kwa hiyo. After 7 years, kisha miaka 7, instead of marrying Rachel, kuliko wampatie Rachel, they brought him another one. Wakamletea mwingine mwanamke. Hallelujah. Amen. And Laban says, na Labani akasema, okay, sorry. Okay, we gave you Leah. Tulikupatia Leah because on our custom, kwa sababu kwa utamaduni wetu, an older cannot be, a younger cannot be married before the older. Mdogo hawezi akaolewa kabla mkubwa yake hajaolewa. But sorry, tunaomba msamaha. You love Rachel? Unampenda Rachel? Another gift. Tena leta ingine gift yako, zawadi. 7 more years. Tena utumike tena ingine miaka 7 kusudi bebe Rachel. So for Jacob to marry Rachel, kusudi Yakobo amoe Raheli, it took him 14 good years. Alitumika miaka 14. But it is the value of what you are searching that give it the price. Ni thamani ya kile kitu ambayo unatafuta ndio inaipatia nguvu yako. When you go in the book of Genesis, ukiingia katika kitabu cha Mwanzo, that made Jacob to love Joseph and Benjamin more. Ilimfanya Yakobo apende Yusufu na Benjamin zaidi. He took so long to get that wife. Alichukua muda mrefu sana kusudi ampate huyo Rachel wake. Amen. Amen. Don't accept this woman of fornication coming to you. Usikubali huyo mwanamke kahaba akujie and disturb your eyes. Na avuruge macho yako. To work hard for what you want to get. Sharti utumike kwa kile ambacho unataka kupata. Laziness doesn't help. Udhaifu, uvivu, laziness doesn't help. You want to stay in bed, unapenda ubaki kitandani, but you want to eat chicken. Lakini unapenda kule chicken. Amen. Amen. Work. Tumika, fanya kazi. Whenever the Lord gives you the opportunity, you need to work. Wakati wote huyo Mungu amekupatia kibali, tumika basi. If you have the gift of business, you can do it. Kama wewe una hiyo nguvu ya kufanya business, fanya hayo. Adisi njoo. Eleza. Sasa tulikuwa Kongo. Wakati tulikuwa when we are in Congo, mimi sikuwa na gift ya kuchunga bumakuku.
I didn't have that gift of keeping the chicken. Mukikuwa tu bwili kulupango kesho inakuliwa. When they are just like 2 chicken, we Papa must eat Serafe them. Bwana asifiwe. Papa Chinto, hallelujah. Amen eh? Amen. Yeye yule unamwona pale. That guy you see there, Akisema atachunga kitu if he decides to keep something, ndakwenda mshawishi si tukakule bwana ona gisi I can kanakuwa. come and tell him, can we eat that one? Itakoma, It will grow up inatega mayai. and it will hatch Nikifika pale eggs. na mshawishi tunaweza kula yai moja au And mbili. I come and tell you, can we eat 1 egg? But atachunga mpaka na vitoto But vitakoma. for him, he will wait up to the small hens to be big. Unajua nini? Amen. The chicks to be big. Haiko kipaji yangu kuchunga Because pili. it's not my gift to keep. Kama uko unafanya business, When you're doing business, unapaswa kumuuliza Mungu kipaji chako kiko gani? you have to ask God, what is your gift? Ukienda mu business na haiko kipaji chako utahangaika. When you go to any kind of business and it's not your gift, It is also through with studies. Na masomo nayo. even in studies. Ukienda kusoma mambo ambayo haiko kipaji chako utasumbuka. If you go and study whatever that is not your gift, you will be in trouble. Amen. Amen. Take a time to ask the Lord. Chukua muda umuulize Mungu. Number 3 was education. Nimeisha isema. Kitu ya tatu ilikuwa ni masomo, nimeshaizungumzia. Number 4 is government. Ya 4 ni We need you there. We need senators, we need people, we need member of parliament. No one need you. tunahitaji kwa hizo ofisi zote. Yes, itaenda. Nilishakuwa minister already. This is a big ministry. Mimi nishakuwa tayari na ministry nyingine nimeshakuwa huko. But if the Lord can raise you into that area, Ikiwa Mungu anaweza kukuinua katika njia hiyo, we are here to stand with you. njoo tuambie tuko hapa tusimame pamoja na wewe. If it's need prayer, we will stand with you. Kama unahitaji Mungu alikupatia kipaji cha kufanya politics, if God gave you the politics, you just need God into that. unahitaji Mungu ndani ya hiyo pia. Because no one will help us to change all those laws. Kwa sababu there are no Christian in. Hakuna atakayetusaidia kubadilisha yale maneno ambayo wameweka isipokuwa Wakristo wa ndani. Sijui ikiwa mnaelewa. Mungu ametumba tofauti. That's why God created that differently. Amen. Amen. Ukikia kunipiganisha sema mpaka ukue pastor. If you come and fight me because you want to be a pastor, kama ukuitwa kwa ile utasumbuka. And if you don't have that gift and you don't have that calling, you will be struggling. Amen. Amen. Sijui kama najeleza vizuri. I don't know if I've explained. Number 5 iko media. Na ya 5 ni hiyo ma news na ma info. Vyombo vya, na mimi naongeza pale technology. Acha niite technology. Acha nini naifanya tu hivi. Huyu mwanamke amemaliza dunia tayari. Huyu mwanamke, that woman has finished the whole world. Technology ni maajabu hapa. Well, I'm not blaming them. Mimi si wahukumu, because they are working for the beast. Kwa sababu wanatumikia kwa ajili ya mnyama. Christian who don't understand. Ninawalaumu Wakristo ambao hawataki kuelewa. Who are there to swap and forward messages. Wale ambao wanaendelea kusukuma hizo maujumbe hizo. You are making the phones of other people full of space. Mnafanya simu za watu wengine zimejaa. Before you discern even what message to send. Kabla haujaamua ni ujumbe gani just forward. Sukuma tu na sukuma jinsi unataka. Other message you are sending. Na kuna maujumbe you are helping the devil to move. Unasaidia shetani kutembea. Stop doing that. Acha kufanya hiyo. Amen. Stop doing that. Acha kufanya hizo. There are other message you receive, delete. Kuna ingine message unapata, vuta kabisa. Don't agree with those people who say if you don't send it to 10 people you will die. Usikubaliane na wale watu wanasema kama utumie watu 10 utakufa. Curse on them in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu Kristo. Our life rely in the hand of God and maisha yetu iko katika mikono ya Mungu na ndio mwisho. Where did you see that? Which God are you serving? Mungu gani unayemtumikia? I want to tell you that if you don't send it to 10 people you will die. Yule ambaye utumie watu utakufa. Ni Mungu gani huyo? Ni uongo. And you are just there. Na uko tu hapo 1 2 3 4 4 hadi 10. I blame Christian. Mimi ninawahukumu ndio wa Kristo. Will not stop the devil to work. Hatutamtukana shetani. We need to look at ourselves how we are dealing with all these matters. Lakini sisi tujiangalie jinsi tunavyotembea pamoja na yale mambo ambayo yanakuja. Don't send any message. Usitume hata message moja. Because someone has asked you to send it. Kwa sababu mtu mwingine amekwambia na wewe. Who are you sending to? Na usitujue ujue namtumia nani hiyo message. Why are you sending that message? Kwa nini unamtumia hiyo message? Is it helping for the gospel or not? Inasaidia ujumbe ama hapana? This
This is a quick example. Nataka nikupatie mfano haraka. When you spread the news of killing, Wakati unasukuma ujumbe ya kuua, where people are killing others with machetes, wakati watu wanauawa, I want to speak to your spirit now. nataka niongee na roho yako saa hizi. What are you sending? Wewe unataka unatumishia watu waone nini? That woman, Huyo mwanamke the huyo, Bible says, Biblia inasema she was clothed with red. amevaa vazi la Red represents blood. nyekundu, inaonyesha damu. Blood represents the spirit of killing. Inaonyesha hiyo hali na hiyo We pepo need to ya respect uwaji. that. That's what we are living in. Sharti tuelewe katika But you should not be the one who is spreading that. Isikuwa wewe Mkristo ndio unaendelea unaanza tumia watu hizo message. Don't do it. Usifanye hiyo. You are spreading the spirit of killing to other Wewe people. na wewe unawatumia watu wengine hiyo roho ya mauaji. Well, if you want to pray for it, Ikiwa unataka kuiombea, take your time and say, oh God, they are killing people in Congo. chukua muda useme Mungu anaua watu Lift Kongo. your hand and say, God, I pray. Nyosha mkono wako mwambie Mungu Baba naomba. Remember those who are in Congo. Wakumbuke wale ambao wako Kongo. Stop standing and spreading the news of killing. Acha kwanza kusukumia wengine hizo messages za You are mauaji. spreading the spirit of killing. Unasukumia watu wengine, unatangaza mauaji kwa watu wengine. Amen. Amen. Number 6 is family. 6 ni familia. This mountain is working badly. Huu mlima unatumika vibaya sana siku hizi. Many people came from Africa, husband and wife, very good and strong families. Watu wengi mume na mke wametoka Afrika wamekuja hapa, wako na nguvu, bibi mke na mume Reaching pamoja. in Australia. Wakati wameweka mguu hapa This Australia, woman wanting to destroy families, huyu mwanamke ambaye anataka kuharibu familia he works very well. anatumika. She works very well. Anatumika kweli. First with money. Kwanza kwa ajili ya pesa. Second, it was with daycare. Kwa ajili ya pili ilikuwa hiyo daycare hiyo. Praise the Lord, it has gone. Bwana asifiwe, imetoka njiani hiyo pepo. Amen. Amena. You know, people of God, Unajua watoto wa Mungu, I remember in Swallow Cliff, I stood with you nakumbuka siku moja huko Swallow Cliff tuliomba pamoja, and I told you publicly, na nikawaambia kwa sauti kubwa, I said to you, Mama, wa mama, the Lord has brought this to support your families, Mungu ameleta hii ili kwamba apate kusupport familia yako, you are taking it in another way. lakini naona ichukua kwa njia It is nyingine, destroying your families. inaanza kuharibu The familia, Lord will take it away. na Mungu ataichukua. Did I say that? Yes. Je, nilisema hiyo? It was Unakumbuka? not 2 years later it starts. Na haikukua hata miaka 2. It went. Miaka 2 na yote ikapotea, That ikazimika. was a blessing brought to you, Na hiyo ilikuwa baraka ambayo ilikuja but kwenu, you used it to destroy your families. lakini mkatumia hizo baraka So kuharibu the Lord familia says, I zenu. did not bring this to destroy families, I take it away. Na Bwana akasema sikuleta ili kwamba muharibu familia zenu, na ninaiondoa. How many families now are destroyed, divorced? Familia ngapi hizi ambazo zimeharibika kabisa, wameachana? Now you want me to remind you, Unataka niwakumbushe, the Lord is against divorce. na Mungu anachukia sana. The Lord is against divorce. Mungu anachukia kuachana. Well, you can find all your reason, Unaweza kuleta masababu yote, but the Bible says the lakini Biblia Lord is inasema against divorce. Bwana anachukia kuachana kwa It ndoa. doesn't matter what is the good reason, Haijalishi unaitetea but the kivipi, Lord is against it. Mungu haitaki. Now this is the truth. Ukweli ni huu, The one who bring divorce in your family, yule anayeleta kuachana katika familia God yako, will pay him or her. Mungu atamlipa huyo. You go to the court and find it's good. It's law. Yeah? You Unaenda go there, court. you declare. They said 12 months of separation. Unaenda huko It's kote, okay. unawaambia Come back. mchana, You get your miezi divorce 12, letter. mtakuja baadaye But in mnaachana. heaven, Lakini mbingu, a just God knows who started it, Mungu aliye mwaminifu anajua ni nani ambaye alianza and hiyo, He will pay it. na atailipa. We need to tell you the truth. Tunataka tuambie ukweli. If you are not ready to be married, you stay home. Kama huko tayari kuoa wala kuolewa, baki nyumbani. Young girl, amen. Amen.
If you're not ready to respect your husband, stay home. Kama hamko tayari kuheshimu waume zenu, mbakie huko Because it's where things start. kwa sababu hapo ndio You are married, you want to become the husband in your family. umeolewa na unataka tena wewe ndio ukuwe bwana mwa Well, the Lord is not wrong. Bwana anasema There is a husband, there is a wife. Mungu anasema kwamba kuna bwana na kuna mke. Why do you want your family to become like a jungle? Unataka kwa nini Where familia yako iwe kama everyone want to make decision? kila mmoja ndio ana decide? No. Hapana. No. Hapana. You stay home. If you are not ready to marry, stay home. Bakia nyumbani kama hauko tayari kuolewa. I will not be afraid to tell you. Sitaogopa kukuambia. That money that is dividing your family, Hizo pesa ambazo ziko zinagawanya familia yako, it is bringing you to hell. inakupeleka kuzimu. That money you work for is for your wife and your husband. Hizo pesa ambazo uko unatumika ni kwa ajili ya mke wako. That money you are working for, it is for your children. Ni kwa ajili ya watoto wako. Why the Lord has brought money into our families? It is to support us. Mungu analeta pesa katika familia zetu ili kwamba apate kutushughulikia. You are still here. So many of you. Mko hapa wengi. Your wife don't even know your account. Na mke wako hajui hata account yako iko aje. Amen. You want us to come and preach to you something that you like. Munapenda tusoni tunawaambia munapenda. Today it is that woman who is standing. Huyo mwanamke ndio anasimama hapo leo. Nataka nikuambie. If you work, why are you working for? Na ikiwa unatumikia nini? Why did the Lord give you the wife or the children? Na kwa nini Mungu amekupatia mke na watoto? Well, I want to tell you the truth. Nataka nikwambie ukweli. When you die, Ukifa, if no one knows about that money, kama hakuna mtu anajua pesa zako that money will go. zile pesa zitapotea. Christian, Wa Kristo, really I'm blaming Christian. ninawahukumu wa Kristo sana. We should be there to know what the Lord wants for us. Sote tujue kile ambacho Mungu anataka tufanye. Amen. Amen. Families. Familia. The devil knows Shetani that anajua when he destroys families, wakati anaharibu familia, he destroys the entire community. anaharibu community yote nzima. And you can see what is going on around us. Na mnaweza mkajiambia na kuona mambo ambayo yanatembea upande wetu. I told you last week that I'll have a meeting with the minister, with the senator this week. Niliwaambia kwamba nitakuwa na meeting na senator. And the Lord put into me a kind of speaking hard Na things. Mungu ameweka hiyo roho ya kusema na nguvu sana ndani mwangu. And on Friday I told the senator, Na siku hiyo ya tano nimemwambia hiyo I senator, don't understand how you deal with your children here in Australia. sijui jinsi gani mnavyotumika na watoto wenu hapa Australia. I don't understand why a parent can decide something for a child that the parent feels that it is good and you leave the child to go against that. Sijui namna gani mzazi anaweza kuamua hiki kitu ndio kizuri kwa ajili ya mwanangu, lakini nyie kama government mnaikataa, mnachukia. It is on that name of so-called freedom. Na hiyo ni kwa ajili tu ya kusema kuna uhuru. That's why we have so many young people in jail now. Ndio maana mna watoto wengi kwenye prison. Because they are losing basic education at Kwa home. sababu wanakosa hiyo mafundisho ya msingi. Well, the truth is, Ukweli ni kwamba the police officers don't have a house to get those children there. na wapolisi pia hawana nyumba za kuwachukua wale watoto. So someone need to deal with this matter. Sharti kuwe mtu mmoja ambaye anashughulikia hili. And the very way to deal with it, it come back to the families and makes the families stronger. Kitu ambacho kinaweza kusaidia ni kurudi kwenye familia na kufanya familia iwe na nguvu. Parent, Wazazi, whatever decision you take for your children, kile ambacho una decide kwa ajili ya take watoto it wako, for love. uifanye kwa upendo. Above that, Juu ya hayo, your family will be destroyed. familia yako itakuwa imeharibika. Young children, Vijana, everything that you see your parent do for you, kila kitu ambacho mnachokiona wazazi wenu wanawafanyia, try first to understand it sharti muelewe kwanza before you decide to go out of your house. kabla hamjatoka na kwenda nje ya familia yenu. Because there are things, the Bible says this Biblia nasema in the kwa book of Proverbs. katika kitabu cha There are things that a human being see that it's good. There are things that a human being sees that is good, kuna mambo ambayo mwanadamu anaona ni njema kwake, but the end of it is perdition. lakini kwa mwisho huko ni upotevu. Hallelujah. Amen. The truth is, Ukweli ni kwamba this parent here hao wazazi hapa have been on your age
so many years ago. wakati uliopita nao walikuwa na miaka kama yenu. Hao wazazi mnaowaona They can understand things better than you. wanaweza wakaelewa mambo zaidi vizuri zaidi kuwazidia nyie. Amen. Amen. So if you have a parent who is advising you, it is a grace. Kama uko na mzazi ambaye uko nakupatia shauri, uko na neema ya kipekee. Now parent, Wazazi, these children are our blessing. hao watoto ni baraka zetu. Sometimes you are very tough as well. Kwa wakati mwingine ninyi mna ukali huo kabisa ambao unapita kiasi. Yes, you want to do it by love, but sometimes you go over and beyond. Na ndio wakati mwingine unaifanya kwa upendo, lakini kuna muda mwingine unaifanya zaidi, mnapita kiasi. And the problem with us parents now, Na shida ya sisi wazazi we leo, don't understand the gap which is there. hatujui au tuone hiyo tofauti iko katikati yetu sisi nao. I want my 16 years child Naomba mtoto wangu wa miaka 16 to behave like me who is 44. awe kama mimi ambaye nina miaka 44. Mezeka. Parent, think about this. Wazazi, fikiria hiyo. It is a big gap. Kuna hiyo tofauti kubwa. Sometimes we need to come down to them Lakini wakati mwingine naomba tushuke tena chini and walk with them as friends. na tutumike nao kama marafiki zetu. In that case, we lift them higher, Na kwa ajili ya hiyo tunawainua tena juu, and they can understand the reason why we are saying no to them to na go to the wataelewa party. kwa nini tumekataa wasiende kwa hizo parties. Amen. Amen. If you just say to a child, no, I don't want you to go to that party. Ukianza kumwambia mtoto usiende kwa ile party, nimekataa. The first day, Ya the kwanza, second day, the ya third pili, day, siku ya tatu, atasema Papa hanipendake tu. Daddy doesn't love me. There is a way you can say it. Kuna jinsi unaweza ukaifanya. Ina depend na gisi mnadili na watoto. Yeah, it depends how you deal with your kids. Ile no yako inaweza kuwa very no, lakini ina care. Yeah, you know might be a very big no, but it cares. And that transmission of love, Na hiyo kuungana ya that's upendo, no to become stronger. na itaifanya hiyo hapana iwe nguvu zaidi. Amen. Eh? Amen. Last one is religion. Mwisho ni dini. Religion. Dini. There are people in the house of the Lord. Kuna watu ndani ya nyumba ya Mungu They are not coming to search God. hawakujagi kumtafuta Mungu. There are people on the pulpit. Kuna watu hapa kwenye madhabahu They come to show up. wanakuja kujionyesha, And that destroys churches. na hilo linaharibu makanisa. There are people who make churches Kuna wengine wanafanya makanisa because of money. kwa ajili ya pesa. They have no idea that becoming a leader is sacrifice. Hawajui kwamba kuwa kiongozi ni kujitolea, And you spend even more than what you think. na unaweza hata ukatumia zaidi kukuzidia ile Sometimes you unayofikiria. need your own pocket money so that the church runs. Wakati mwingine unatumikisha hata pesa zako mwenyewe ili kwamba kanisa liendelee mbele. But if you come and become a leader without to understand, Na wakati unakuja unapenda uwe kiongozi bila kuelewa, church are destroyed. kanisa zinaharibika. Hallelujah. Amen. The women came even in churches. Na huyu mwanamke anakuja hata makanisani. There are other pastors. Kuna wachungaji wengine. Yes. Sina wakati. Adisi njo. Eleza. Kuko comedy moya in Kinshasa. I love it. There is a comedy in Kin. To sit then the church welcomed him. Siku moya iko na anaingia mu office ya pastor, anaanza kukoropa office. And one day he started mopping the pastor's office. Anaanguka kwele nani. And he grabbed that handkerchief. Amen. Amen. Roho yake tunasema acha nibakia nangu hii mshwari. And his heart said, let me just stay with this Akamaliza handkerchief. koropa kabakia na mshwari. And he finished to mop and he remained with the Kesho handkerchief. anatembea. And tomorrow he walks Iko nile mshwari, right? and he's having it in his Anasalimia baimbaji. and he's greeting all the Ukiacha singers. pembeni yao na baimbaji wote chini. Just coming near the singers, they all fall down. Anaenda kwa watu wengine And he mkanisa. goes to other people in the church. Anagusa mtu anaanguka. He touches someone and he falls. Jipi kanisa jiuliza. And himself, he started asking himself, Ibani. my goodness, Nini njo? what is going on? Anazauliza wenzake ibani. And they started asking, Mimi siyo nini iko naendeka hapa. I'm not sure what is going on here.
anaenda kwa wale badada na wabembeleza banashimama, And he goes to the sana sisters shimama, and akitaka makes them kurudia stand. tena banaanguka. And when he goes back again they fall down. Hivi huku pastere aishaona kama ile boro yake haiko. And here the pastor Anaanza itafuta. has got lost. Tafuta, And he starts searching for it. Huyu kijana huku hajui yuko vinaendeka. Hata kama ile mshwari ndio kunafanya And kazi. the youth didn't know that it's that handkerchief that is doing miracles. Kisha siku moja mtu mmoja akamwambia, And one day one person told him, mbona soko unakuwa na ile mshwari ndio vile viko vinakuwa. once you have that handkerchief, and that's what the things happen when the things So are liacha happening. kunyumba habiko vinakuwa. And if you leave it home, nothing happens. Akarealize kama ile handkerchief ndio kunafanya vipi. And he realized that it was the handkerchief. Akafungula kanisa. And he opened his own church. Hallelujah. Amen. He opened his own church. Kwa sababu watu wanapenda miujiza. Because people like so much miracles. Even in church you come here for miracle. Hata katika makanisa tunakuja hapa It is kutafuta wrong. You need miujiza. to come to search for God. Ni kitu kibaya sana. Shetu ingia kanisani Come to kutafuta search for Mungu. God. God will give you what you ask. Tafuta Mungu na Mungu atakupatia muujiza. You are going to church for miracle, you will be trapped. Ukiingia kwenye kanisa kwa sababu tu ya miujiza So utakamatika. this young man opened that church. Huyo kaka akafungua kanisa. On the other hand, the pastor is looking for Kwa upande mwingine mchungaji yuko his staff. He doesn't find it. yuko natafuta. One day, Siku moja he met this young boy anakutana na huyo kaka. with that staff. Na huyo kaka alikuwa na hiyo boro. Can you give me my staff? Asema nipatie boro yangu. Hallelujah. Amen. The young boy knows that all the power he has remain in that. Na huyo garso anajua kama power, nguvu zote iko nayo, iko mwa ile boro ya ile iko nayo. But guess what? Unajua kitu? It was timely. It had a period. Na ni ya wakati nayo ina. Because what the pastor does is every time he comes, one will die in the church. Unajua wakati mwingine It is a sacrifice that bring more power. mambo ambayo ule mchungaji alikuwa anafanya, mtu mmoja kanisani anakufa ili kwamba apate tena nguvu zingine kwa hiyo Time that boro. he didn't have that hand. How do you call it? Handkerchief. Okay. Hiyo wakati hakukuwa na hiyo mshwari. That power went down. Na hizo nguvu zikaenda chini. Even the boy who opened the church Na hata ugarsole mwenye alifungua kanisa could not use it anymore. naye hangeliitumia tena. Hallelujah. Amen. All of them died. Wote wawili na wakafa. So don't go in a church Hapana kwenda kwenye makanisa because it is a church. kwa sababu ni kanisa. Go and know what you want to search for there. Uende na unajua kitu gani unaenda kutafuta huko ndani. I am here to tell you, Niko hapa nikuambie, if you are sitting there ikiwa unakaa hapo and the Lord says to you, na Mungu anakuzungumzia, this church is not working the way I want it. hili kanisa halitumiki jinsi nilikuwa napenda. Come and find one of us. Come and tell us. Kuja uambie mmoja katikati ya watumishi hapa. That's why we are here for you. Ndio maana tuko hapa kwa ajili ya hiyo. If I can spend days to pray and fast for you, Ikiwa naweza kutumia wakati mrefu nikifunga na kuwaombea, how much more you taking even 5 minutes? Come and tell me, Pastor, this is not good. It will destroy the church. itakuchukua nini kuchukua tu dakika 5 kuja kuniambia kuhusu kanisa? Now the problem of this woman in churches, Bahati mbaya na shida ya huyu mwanamke katika she makanisa, brings things to people. analeta mambo kwa Instead of watu people to telling the leaders, kuliko watu waambie they start spreading among them. na wanaanza kuambiana wenyewe kwa wenyewe. Instead of building the church, you are destroying the church. Kuliko kujenga kanisa, mnabomoa kanisa. And the worst, Na kitu sometimes you bring those things even to people who don't go to church. na wakati mwingine mnawapelekea hata watu ambao waendagi kanisani. And here you think they are laughing. Na unafikiri hapa wanacheka. When they go, they say, this is the one who goes there. Wakati unaondoka wanasema si huyu ni mmoja wao huyu. You know Peter? Unajua Petro, He tried to deny that, no, I don't know Jesus. alikuwa anataka kujaribu aseme mimi simjui Yesu, akamkana. But someone told him, Mmoja akamwambia, even the way you speak, hata maneno yako gisi uko unaongea uko unasema saba leo mwa ile kanisa. it shows that you are there. Wewe ni mmoja wao. Amen. Amen. People know who you are there. Watu wanakujua wewe ndio nani kule nje. If you start speaking bad things against me there, Ikiwa unaanza they know that you come here. Wanajua kama They will laugh with you. watakucheka At na the end wewe. they say, they don't even laugh their pastor. Wakati unaondoka wanasema na hata nao wenyewe wapendagi pasta wao. Think about what you are doing. Fikiria mambo Are you unayosema. building the church or you are destroying it? Unalijenga kanisa ama unaliharibu? That woman get into churches. Huyo mwanamke
yuko ndani ya makanisa. Search for God. Mtafute Mungu. I want to finish by, no, sorry, I still have some 2 points. The 7 kings. Wafalme 7. The Bible says 5 have fallen. 7 wameanguka. 5 wameanguka. And I said the 6th one was in power in the time of John. Na wa 6 alikuwa hiyo wakati hizo enzi za Yohana. In the time of John it was the Roman Empire that was in power that time. Ilikuwa ufalme wa Warumi kwa huo wakati. Amen. Amen. But the Bible says 5 came before him. 5 walikuja mbele. Before the time of Roman Empire, kabla ya ufalme wa Warumi, years and years and years ago, miaka na miaka zilizopita, it started with the empire of Egypt. Ilianzaka na ufalme wa Misri. Walifanya historia wanajua empire égyptien. Those ones who did his history, they know about Egypt. It is when those power from Pharaoh rised. Pale ndipo huu ufalme wa Farao uliinuka. You may not believe it, huwezi ukaamini, but there is a time, lakini kuna muda where Egypt was leading the entire world. Wakati ambapo Misri ilikuwa ikiongoza dunia yote nzima. All the powers, kuna nguvu zote. Whatever Pharaoh decided in Egypt, kila kitu ambacho Farao alikuwa akifanya huko Misri happened in the entire world. Na ilikuwa inatendeka katika dunia yote nzima. Amen. Amen. Then after the time of Moses, na wakati wa Musa, the book of Isaiah talks about the Assyrians empire. Biblia inaongea kuhusu ufalme wa Ashuri. This is the second power after the empire of Egypt. Hiyo ndio ilikuwa nguvu za pili baada ya ufalme wa Misri. Now the third empire, power, ufalme wa tatu, it was the time of Daniel. Na ndio ufalme wa Danieli. Well, this went even longer. Na hiyo ilichukua muda mrefu. The Babylon Empire went the time of Daniel, the time of Ezekiel, and the time of ufalme wa Babiloni ulienda katika ufalme wa Jeremiah, Daniel. So it took a good time. Ilichukua muda kabisa mrefu sana. Amen. Amen. After that there came the Persian Empire. Na kukakuja ufalme wa Persi. If you can remember the book of Daniel, where Daniel is interpreting Nebuchadnezzar's dream. Kitabu cha Danieli, wakati Danieli alikuwa anatafsiria mfalme. The Lord is giving to Daniel the vision, tell Nebuchadnezzar that this your empire is falling. Mungu anampatia the Persian will come and take over. Nebuchadnezzar ufunuo kwamba ufalme wako umepimwa nawe umepunguka. So after Babylon came the Persian Empire. Na kukakuja ufalme wa Persi. After the Persian Empire came the Greece. Na kukakuja pia ufalme wa Giriki. The Greek Empire. Yeah, ufalme wa Giriki. Now this is when languages have been influenced in the world. Hapo ndipo lugha ilitumika katika dunia. Even some of the Hebrew words, na hata katika maneno fulani ya Kiebrania, were translated into Greek. Na pia yalitafsiriwa kwa Kigiriki. I don't to remind you that even French and some word of English hata come from Greek. Hata Francais na Anglais maneno fulani yanatoka kwa Kigiriki. So this power was also big and led all the entire. Ya ufalme pia ulikuwa mkubwa sana na uliongoza dunia yote. Not only they led it politically, but they were very smart. Na walikuwa tena wenye akili. Business and economically they were very smart, the Greeks. Walikuwa wenye akili katika business na mengine walikuwa. Now after them, na baadaye, those are 5 already. Hizo ni 5. It is the time of John. Ndio wakati wa Yohana. The Roman took over. Na hiyo ndio wakati wa Warumi walichukua. Amen. Amen. And again it went until 467 after Christ. Na ilitembea kabisa hadi mwaka wa 7 kisha Kristo. 467. 467. It's when the Roman Empire started falling as well. Ndio wakati wa ufalme wa Warumi ulianza kuanguka. That was the power number 6. Hiyo ndio ilikuwa ufalme wa 6. The book of Revelation says, kitabu cha Ufunuo kimesema, the 7th is yet to come. Na ya 7 pia inakuja. But the 8th also will follow. Na ya 8 pia itafuata. Having the link with the 7th. Na itakuwa kama inafanana na hiyo ya 7. Now from the 1990s, from 19 tangu mwaka wa 1900 America started to rise. Na ufalme wa Amerika ulianza kuinuka. There have not been yet another big empire like those 5 until now.
palikuwa hapakuwa kabisa ufalme mwingine mkubwa kama hizo zingine falme ambazo zilikuwa zimeshapita. England started, Na Uingereza pia ulianza and tried to colonize half of the world. na walijaribu colonize nusu ya dunia. Then independence started to come. Na hapo uhuru So they ukaanza. started to lose those Na territories. wakaanza kuwapoteza wale watu walikuwa wanacolonize. America took over. Na Amerika ikachukua. They brought what they call United Nations. Wakaleta hiyo kitu inaitwa United I mean Nations. 1946, 1947 here. Ya hapo ni mwaka 1947. But behind them, Nyuma ya hiyo the Russia who are and still a strong power today. na Urusi ndio wanakuwa na nguvu hadi leo. There is this period that we called Cold War, Na kuna hiyo kitu hewa or people will just agree au consent on watu it. watakubali tu, tunakubaliana. This is 1950. 1950. It is less than 5 years after the United Nations have been created. Ni miaka fulani kitu kidogo wakati hiyo umoja wa Amerika Someone started raising this so-called world government. na kuna hiyo mtu ameanza kuinua hiyo inaitwa nani world government. After that, all the presidents start agreeing. Na baada ya hapo viongozi wote wa manchi wakaanza kukubaliana. Now at this stage, Na kwa siku ya leo China is rising also. na wa China nao wameinuka. Amen. Amen. So we have no idea that it will be America, it will be Russia, or it will be China. Hatujui kama ni China, kama ni Amerika, kama ni Rusia. But looking at it spiritually, Lakini ukiangalia katika ufalme wa kiroho, and I can see sign of that, utaona matokeo yake. I can confidently say Ninaweza nikasema the following kingdom will be the world order. ufalme mwingine unakuja, The so-called world government. ile ya dunia yote, kuweka governments yote pamoja. Now what they are doing now, they are preparing very good. Wanajiandaa kabisa, because the Bible says, kwa sababu Biblia inasema the 8th one ya mnane will work with that 7th. itafanya kazi pamoja na ile ya When I saba. do some research, I can see that they're working together already. Wakati niliangalia vizuri nikaona wameanza tumika The pamoja. 8th one is the Antichrist. Ya mnane ni hiyo ya Antikristo. Amen. Amen. But Antichrist starts already working with this so-called world order Antikristo ameanza kutumika pamoja na hii through the power called Illuminati and Freemason. kupitia nguvu ambazo zinaitwa Illuminati na Freemason. Now Sasa they have decided to go public. na siku hizi wanaioneshelelea wazi. They've opened a church called the Church of Satan in America. Kuna kanisa wamefungua kama ni kanisa la shetani huko Amerika. And this is what they're saying. Na hivi ndio wako wanasema. If Christian can speak publicly, Kama Wakristo wanaweza kuongea hadharani, why don't we? kwa nini na sisi hatuwezi tukaongea hadharani? Hallelujah. Amen. The logo they have, it is that demoniac image of the book of the Na logo ambayo wanakuwa nayo ni hiyo sura ya mnyama ya ya mbuzi. Yeah. Amen. Eh? Amen. And the devil cherish it so much. Na shetani anaifurahia na kuithamani sana. Amen. Amen. This is already under work. Hii tayari imeanza fanya kazi. The son of the Antichrist, we can see it around us. Watoto hata wa Antikristo tunaweza kuwaona hata karibu pamoja nasi. Number 1, Kitu cha kwanza, homosexuality. homosexuality. I'm bringing myself back into the harlot. Narudia tena kwa hii ya huyu kahaba. The Bible called her Biblia inamuita the great city. mji mkubwa sana. Yeah, mji mkubwa. Now what she does, Kitu ambacho anachokifanya, she imposes things. anakuja kuwashurutisha watu vitu. She imposes things. Anashurutisha watu vitu. They work like a kind of system of freedom. Wanatumika na kitu kina kufanana na uhuru. They start imposing it. Na wanaanza tu kuitia na kinguvu. Amen. Amen. On Friday we were talking about freedom of religion with the senator. Siku ya tano tulikuwa tunazungumzia kuhusu uhuru wa dini pamoja na senator. And I said it on Friday, I repeat it again now. Na nikaisema tena siku ya tano na tena ninaisema leo.
In our website, kwenye website yetu I told the senator the same word I'm speaking to you nilimwambia now. senator kitu ambacho nataka niwaambie. In our website, www.penuelfpc.org. Kwenye website yetu ya Free Penuel Pentecostal Church. If you go in the menu and you click about us, kama unaenda kwenye menu una click pale, you see what we call what we believe. Utaangalia kitu ambayo inaandikwa mambo ambayo tunayoamini. And it is clearly stated there. Na inaandikwa hapo kabisa. That marriage is between a man and a ndoa woman. ni kati ya mume na mke. Amen. I told that to the senator. Na nimewaambia senator hivyo. And I said this. Na nikasema hivi. If a girl want to marry a girl, kama binti anataka kufanya harusi na binti, we will not do it in our church. Hatutaifanya kwenye kanisa letu. It is against our belief. Ni kinyume ya kuamia we don't hate them. Hatuwachukie. The Bible doesn't ask us to hate people. Biblia haituambia tuchukie watu. But we refuse their opinion. Lakini tunakataa tu mawazo yao. Amen. 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 Don't go and hate them. Usiende kule nje uanze kuwachukia. It is not biblical. Haiko Biblia, haiko maandiko. But don't accept what they are imposing you. Lakini usikubali yale ambao wanayokuambia ufanye. Because we know what we believe in. Kwa sababu tutakuwa tukiamini, and the Lord cannot be wrong about it. Na Mungu hawezi kuwa amefanya vibaya kwa ajili ya hiyo. Amen. Amen. That is coming so quickly. Na hii inakuja haraka haraka. It will get into our schools. Na itaingia kwenye mashule zetu. And we need to continue as parents to accept that things are happening. Na sharti si kama wazazi tuendelee kukubali we need to take our position to continue to teach our children. Lakini sharti tuchukue mahali petu tuendelee kuwafundisha watoto wetu. It is not bad. It's not haiko vibaya. Even if you can decide to change the school of your child. Hata kama unaamua kubadilisha mtoto wako kwenye shule ambayo anaifuata. If you feel that what they are giving there is not helping your child. Ukiona kwamba mambo ambayo wako unafundisha watoto pale you can change it. Unaweza kubadilisha hiyo shule. In Australia there is what we call freedom of association. Kuna hapa Australia kunajua tunakuwa na hiyo kitu nasema uhuru a school. It's like an association. I can choose to enroll my child here or there. Unaweza kuchagua mahali ambapo shule unataka kupeleka mtoto wako. If I don't believe what they are teaching to my child, I'll choose another school. Kama uamini kile ambacho wanachofundisha watoto wako kule anachoenda, sharti unaweza ukabadilisha ukitaka. Parent, are you with me? Wazazi mko hapa mnasikia? Now this great Babylon, huyu Babylon ni mkubwa. I'm not here to teach you about the spiritual world, but I need to let you know that there are things that are written that are very spiritual. Nataka niwaeleze kuna mambo ambayo yameandikwa ambayo ni ya kiroho zaidi. She is the spirit ya kujipamba. She the spirit of makeup. That it is a strong spirit. We call her the spirit of the sea. Huyo anaitwa pepo kutoka kwenye bahari. She work with makeup. Anatumika na makeup and she work it very very strongly. Na anaitumika kabisa vizuri sana. Because behind that, kwa sababu nyuma ya hiyo, it is the spirit of seduction. Kuna kwa hiyo roho pia ya kutamanisha. Everyone is quiet here. Hapo watu wote wamedondosha sura chini. I know you love makeup. Najua mnapenda sana makeup. And you can take even 1 hour to do it. Unaweza chukua hata saa nzima huko tu pale kwenye I want to remind you. Nataka nikukumbushe. There is a demon there. Kuna shetani ambaye yuko hapo kwa hiyo kio. Who works hardly for that. Ambaye yuko anafanya kazi zaidi na nguvu sana kwa kile. The day that you close very bad, siku ambayo unaona uko vibaya, you close very bad. You close. Unavala vibaya. Wakati unafika unavaa vibaya. It is the day that you choose to come in front. Na hiyo siku ndio naamua kuyo so that you can seduce even the pastors. Kusudi kwamba wewe unatamanisha hata wachungaji. Because the devil does it properly. Kwa sababu shetani anaifanya vizuri sana. Choir. I know sometimes it will be very hard to get this message through. Najua itakuwa vigumu sana kwenu kuelewa. We ask you to buy marobe. Tuliwauliza mnunue ile makanzu ndefu. Mtaenda mnazichukia, but it is a decision from there. Mtaichukua lakini ni uamuzi kutoka huko. There is a day mtakanawaambia no robe not to come to pulpit. Kutafika wakati tutakao tunaikubali tena hizo nguo zenu. Because kukuani pale haiko kutuonesha bemolivala. Kukuja coming here and sing is not to show us what you are wearing. Sometimes mtakuwa mnasema amen. We are here to tell you the truth. We will not say amen. We are here to tell you the facts. Unajua kanisa, sometimes
things yenyewe tunapaswa kusema tunaiacha. You know, sometimes in church the And things things are become worse and worse and worse and worse. And the things Walianza kuvala majipe hapa. They started wearing. Kesho unakuwa hapa. They go upward. Kesho unakuwa hapa. They go up. Because no one alisema. Because no one is talking Na about dhambi it. inaambukiaka. And sin. Umoja alifanya leo, kesho mwingine anaifanya. Kesho mwingine anaifanya. And another day another one. Hii ni madhabahu. Mwende mnakumbuka. This is a pulpit. Na huyu woman, na huyu mwanamke iko the head of spirit of adultery. Ni anasimamia uasherati. Iko head of spirit of sexual immorality. Yeye ndiye anasimamia uasherati. Iko head of spirit of prostitution. Na ukahaba. Iko head of the spirit of husband and wife of night. Na huyo ndio anasimamia wale wa night husbands. Wale wanaume wanakuja kuoa usiku. Amen. Sijui wanawahitaji hizo. We want to finish, we want to pray, but I want you to understand this. Nataka nimalize tuombe Mungu. Every time in your dream, kila wakati katika ndoto zako, you dream you are sleeping with, you doing sexual relationship with a woman or unalala unaanza ukiota kwamba unafanya uzinifu na mwanaume ama na mwanamke. In the morning, asubuhi, wake up and curse it quickly. Amka asubuhi, ingia kwenye maombi na uikemee katika jina la Yesu. This demon does it. Hii pepo inaifanya hiyo kazi. She does it proper. Anaifanya hiyo kazi kabisa vizuri. She brings it into dream. Anaileta kwenye ndoto once, second times, mara moja, mara pili, and then it continues. Na inaendelea. When you woke up, ukiamka, if you didn't do anything about it, kama ukufanya jambo lolote kuhusu hilo, it will start affecting you. Itaanza sasa kutumika ndani yako. The next day you are sleeping with your proper wife. Kesho utakuwa unalala na mke wako. Doesn't work. Mambo haiko tena natumika, haitembei vizuri. Because that spirit, kwa sababu hiyo roho, that demon, hiyo pepo takes the power of your love. Ili ishachukua hizo nguvu za upendo wako. There are other people, kuna watu wengine, they have children in the demoniac world. Wana watoto katika ulimwengu wa giza. They have no idea when did they give them birth. Hawaelewa wajua wakati gani walizaa wale watoto katika ulimwengu wa giza. But most of them they come through dreams. Watoto wengi wanazalika kupitia tu ndoto hivyo. The devil does it. Shetani anaifanya, and he knows. Na anajua. Because when you sleep, kwa sababu ukilala usingizi, your spirit does not sleep. Na roho yako hailali. It is your body that sleeps. Ni mwili ndio unalala. When they walk around, wakati wanatembea pembeni wa karibu, they find your spirit. Wakati wanatembea wanakutana na roho yako. They can impose to your spirit to do whatever they want. Wanaweza wakafanya lolote lile wanalotaka kwa na so roho yako. In the morning when you wake up, wakati unaamka asubuhi, pray. Omba Mungu. Don't wait until Saturday. Usisubiria hadi siku ya If it's happened on Monday, don't wait until Saturday, it will destroy you. Kama imetendeka si Jumatatu, amka asubuhi. If you pray for that once, twice, 3 times, ukiombea mara moja, mbili, tatu, and you continue to see it, na unaendelea kuiona, come and seek prayer. Njoo utafute maombi kwa wengine. Hallelujah. Amen. Let me conclude by this. Babylon the Great, Babiloni mkubwa, represent also the spirit of idolatry. Inaonyesha pia ile roho ya kuabudu sanamu. Idolatry, kuabudu sanamu, it is giving too much kind of power or interest into things rather than God. Ni wakati kupana sana muda wako mwingi sana kwa mambo ya dunia kuliko kumpatia Mungu. There are people who are now worshiping their phones. Kuna watu wengine ambao wanaabudu simu zao. When you ask them how long did you take with the Lord in 24 hours, ukimuuliza muda gani umechukua pamoja na Mungu kwa hizo saa 24, maybe 15 minutes is enough. Wengine dakika 15 inawatosha. And some of them they don't even take time with God. Na wengine hawachukui hata dakika moja. But if only your phone is lost, lakini kama unapoteza simu yako, it is the entire day that you'll be in trouble. Ile siku yote itakuwa kama hauko hapa. Amen. Amen. What is the place you giving to that phone compared to God? Fasi gani unapatia hiyo simu yako kulinganisha na Mungu? There are other people who they worship their money.
Kuna watu wengine ambao wanaabudu pesa zao. When they have something, Wakati wako na kitu fulani, they want all the city to know. wanapenda mji wote ujue. You know, I love Australians. Napendaga Australia sana. I look at them and say, we need to learn this from them. Na waangalia kwa watu wa Australia, nasema shiti tujifunze hapa. These people are so humble. Wako wanyenyekevu kiasi. You see the outfit, Unaangalia jinsi wanavaa, you have no idea how many money is in their bank. na hautajua wana pesa ngapi. But us, Lakini sisi, even when we don't have anything, hata wakati hatuna lolote, we want everyone to know. tunapenda kila mtu ajue. My God. Mungu wangu. Well, it's not bad. You know what the vibaya. Bible says? Biblia nasema A city which is built on a mountain cannot be hidden. mji ambao umejengwa juu ya mlima huwezi ukajificha. Hallelujah. Amen. If the Lord have lifted you up, people will know it. You don't need to search people to know it. They will know it. Kama Mungu amesha kukuinua, watu wataujua tu. Hapo mpaka uitafute watu. You don't need to search that people know who you are. No. Usijali mpaka utafute watu wakujue A wewe nani. city built on the top of a mountain. Mji ambao umejengwa juu ya mlima, People will know. hautajificha, watu wataujua. But you don't search for it. Lakini wewe usiutafute. Because God wants people who are humble. Kwa sababu Mungu anawapenda sana wanyenyekevu. God wants people who are humble. Mungu anawapenda sana wanyenyekevu. And this can make you lose heaven. Na hii inaweza kufanya upoteze mbingu. I want to understand Nataka uelewe hiki. that every time you put anything above God, Kila kitu ambacho unaweka juu kuliko Mungu, it's idolatry. ni kuabudu sanamu. Amen. Amen. Now I want you to stand. Na kuuliza usimame. We're going to pray that the Lord help us Nataka tuombe ili Mungu atusaidie to detect this spirit of this woman. ili kwamba tupate kukemea hii pepo ya huyu mwanamke. Every time you move with the Lord, Wakati wote unatembea na Mungu, may the Lord inspire you more. Mungu akufunulie zaidi. This woman is destroying the churches. Huyu mwanamke anaharibu kanisa, She's destroying the entire world. anaharibu dunia yote nzima. Well, you need to understand that it is a spiritual woman we are talking about. Sharti uelewe kwamba ni huyu mwanamke wa kiroho ndio tunaongea. Amen. We are not talking about a physical person. Hatuongee na mtu wa kimwili. We are talking about a spiritual woman. Tunaongea na kwa ajili ya mtu kuhusu The mtu wa Bible kiroho. calls her Biblia the inamuita great city, mji mkubwa, the harlot, malaya, the kahaba, mother of fornication. mama wa makahaba. Now the Lord is saying something to me right now. Mungu ananiambia saa hizi That this woman huyu mwanamke has brought into the world the spirit of incest. ameleta hiyo pepo ya kaka na dada kulala pamoja, baba na mtoto. Abomination. Uharibifu. The book of Leviticus, Kitabu cha Leviticus kinasema chapter 18, if you start by verse 8 to verse 18, sura ya mstari wa 8 mpaka 18. the Bible gives us things that are abomination. They are incest before the Biblia Lord. inatuonesha mambo ambayo inaitwa uharibifu. A brother Kaka doing sexual relationship with his sister, afanye tendo la ndoa na dada yake, it is abomination ni before the Lord. uharibifu. A father Baba doing it with her daughter, aifanye na mtoto wake binti, it is abomination. The Bible writes it. ni If you go home, read it there. ukienda nyumbani uisome, ni uharibifu. There are some relationship Kuna ingine mahusiano mengine that this demonic power brought to the world, hizi nguvu za and shetani people zinaleta start katika seeing it dunia, that it's okay. na wengine wanaiona kama ni kawaida. It is not okay. Si nzuri. Something is wrong already. Kuna mambo ambayo yameharibika mahali. Now the Lord put something in my heart now. Mungu ametia kitu kwenye roho yangu saa hizi. Listen to me, parent. Na kuomba mnisikilize wazazi. Your children shall not be seeing your nakedness. Watoto wako hawataona utupu wako. That's the Bible declares. Hiyo ndio Biblia inasema. So even the way you fit out, Hata jinsi unavyovaa, you need to know sharti ujue
what to wear before Kitu gani? in front of your children. Kitu gani, vitu gani unavaa mbele za watoto wako? I'm against this parent who go to the beach Nachukia wale wazazi wanaendaka koga ku beach with only underwear, na wanavaa tu ma underwears with all their children around them. na watoto wakiwazunguka. Well, I can understand we believe the Bible in different ways, Na mimi tunaamini Biblia kwa njia tofauti. but the Bible says a parent shall not show his nakedness to be the Biblia child. inasema mzazi That's what the Bible says. hapashi kuonesha utupu wake kwa watoto. Because when it starts like that, Kwa sababu ikianza hivyo, then that stronger relationship between parent and child na huo uhusiano start to katika be destroyed. hiyo uhusiano mlikuwa nayo na watoto inaanza kuharibika. I'm not sure why I'm saying this, but I Sijui feel kwa that nini the nasema Lord hivi. is asking me to say it. Nafikiri Mungu ameniambia niseme hivi. Now we're gonna pray. Tunaenda kuomba Mungu. It is about you. I have no idea what is in your heart right Sijui kitu now. gani kiko kwenye moyo wako sasa. But we're gonna pray that this woman may not have power on us. Lakini tutaenda kuomba Mungu atusaidie mwanamke asipate The uwezo. spirit of fornication, the spirit of adultery, the spirit of Sherati, uzinifu isipate nafasi. everything that she brings into the world. Kila chote kile anacholeta katika dunia, May the scent of the Lord watu watakatifu wa Mungu, may us stay stronger. tusimame tukiwa imara na nguvu zaidi. Hallelujah. There's nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Help me find a way. Bring me back to you. demoniac power. Hizi ni nguvu za giza. This woman, Huyu mwanamke, but the Lord has given us the power to conquer her. lakini Mungu ametupatia uwezo wa kumshinda. So I'll start praying for the power of God to reach you where you are, Tutaomba Mungu ili kwamba nguvu za Mungu zikufikie mahali ulipo, and start destroying in you ili kwamba apate kuanza kuharibu ndani mwako every connection with this woman, kila uhusiano yote ambayo iko ndani yako, pamoja na every huyu connection mwanamke. with the demoniac world, Kila kitu ambayo inajiconnect na hiyo ulimwengu wa every giza, connection with the power of darkness, kila uhusiano katika ulimwengu wa giza. even those things which came to you sent by other people. Hata kama kuna mambo ambayo ilikuja kwako ambayo limetumwa na watu, And where you are asking yourself how things are not going well. na mahali ambapo ulipo unaanza kujiuliza kwa nini mambo hayatembei vizuri. The Lord has given us the power. Na Mungu ametupatia nguvu. The name of Jesus is above all. Jina la Yesu Kristo ni juu ya majina yote. Yes. Acha niwaite watumishi tusaidiane kwenye maombi. Karibu.
for yourself. Na kuomba uanze kujiombea We mwenyewe. call it self-deliverance. Ili upate kujifungua mwenyewe. We call it self-deliverance. Tunaita kujifungua. Start praying for yourself. Tuanze kujiombea And remove everything from demoniac holding to you. kile ambacho Remove any power of the demoniac holding to your life. kinatosha nguvu zote ambazo Curse it. Curse it. Curse it. That's curse it. Use the name of Jesus for that. Use the name of Jesus for that. Use the name of Jesus. Use the name of Jesus. Anza ondoa, anza kufunga, anza kuharibu yale yote ambayo yanazuru maisha yako, yale yote ambayo yanaingia kuzuru jamaa yako, yale yote ambayo yanaingia kuzuru watoto wako. Anza kubomoa, anza kuvunja katika jina la Yesu. Hata zile ndoto zinazokuja kwako wakati wa usiku, ndoto za kufanya usharati na watu sio wajua, ndoto za kufanya usharati na wanawake au wanaume, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, tunafunga na kubomoa uwezo wote wa giza. Shetani pale pote ulipo, shetani pale pote ulipo, shetani pale pote ulipo, shetani pale pote ulipo, tunafunga na kuharibu kazi zako pale pote ulipo, tunafunga na kuharibu kazi zako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pepo yoyote ambayo inakuja kuzuru maisha ya watoto wa Mungu, tunafunga na kubomoa kwa jina la Yesu. Pepo yoyote ambayo inakuja na kuzuru maisha ya watoto wa Mungu, tunafunga na kubomoa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Katika hali kama hiyo, funja pepo ya umaskini. Destroy the power of poverty. Kwa sababu shetani anatumia hili kwamba awanase wengi. Because the devil uses this strategy so he can catch you. Funja pepo ya umaskini. Broke the power of the poverty in your life. Kama inatokana na ulimwengu wa giza, If it's coming from the darkness world, najua kuna katikati yenu hapa, I know among you here, kuko watu ndani ya jamaa zenu na ndugu zenu wasiotaka nyinyi there muendelee. is so many people in your families that don't want you to go forward. But kumbuka jina la Yesu ni likuu kuliko But majina remember, the yote. name of Jesus Christ is above all names. Kuna watu huku nyuma, There is other people that wakati huko nainuka wako na kusemea when maneno ya ajabu you ajabu. raise up, the people start talking. Ondoa maneno ya vunja kazi zao, vunja ile maneno ya uchi ya uzima wako. For your life. Shetani asije akatumia njia hii ili kwamba akupate. Not gonna use this. Inua sauti yako, bomoa, vunja na kuharibu kazi ya umaskini ndani ya uzima wako, ndani ya jamaa yako, ndani ya watoto wako, katika jina la Yesu. Baba uliye juu, kwa jina la Yesu Kristo, tunachukua uwezo na mamlaka juu ya pepo ya umaskini. Shetani, wewe unatumia njia hii ili kwamba uwapate watoto wa Mungu, unatumia njia hii ili kwamba uwashike na kuwapata katika njia zako za kuabudu Mungu na kuabudu Mungu wa kweli. Tunakutia sasa uwezo kutoka juu katika jina la Yesu Kristo. Wale wote ambao wako chini ya mamlaka ya giza, mambo wanayogusa hayaendeke, mambo wanayogusa hayaendeke. Shetani, kwa jina la Yesu tunafunga kazi zako, tunafunga kazi zako, tunafunga kazi zako, tunafunga kazi zako. In the name of Jesus, in the name of Jesus, ninachukua uwezo na mamlaka. Au nom de Jésus Christ, nous déclarons la libération, nous déclarons la libération. Esprit de pauvreté, 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 esprit de pauvreté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous te condamnons. Au nom de Jésus, nous te liquidons. Au nom de Jésus, nous te détruisons. Au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Libération. Live us free.
the name of Jesus Christ. Acha neema yako Bwana wetu. Baba, nguvu zote mfalme za Babyloni, wherever you are, connection zake mfalme ajabu, you demon, ili kuwatenga watu wa Mungu, wherever you are, in the name of Jesus, I come against you. I come against your power. I come against your power. In the name of Jesus, and I proclaim freedom. 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 In the name of Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Now we're gonna finish by cursing all the impact of bad dreams. Kwa kukata kamba zote na nguvu zote za ndoto mbaya. Sometimes it's so bad in you. Mara mwingine inakuwa mbaya kwako. After the dream, even in the morning, you feel that you are disturbed. Baada ya ndoto hiyo unasikia, ukiamka asubuhi unasikia hiyo ni maumivu inaingia. We're gonna call the power of God Tutaita nguvu za Mungu to destroy those bad dreams. kuvunja kamba zote na nguvu zote za ndoto mbaya. It doesn't matter how long it has taken you. Haijulishe wakati mrefu gani umechukua. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu Kristo. Every bad dream. Kila ndoto mbaya. Every bad dream. Kila ndoto mbaya. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu Kristo. Out. Ondoka. Out. Ondoka. Out. Ondoka. Out. Ondoka. Out in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu Kristo. Get out. In the name of Jesus. Toka kwa jina la Yesu. Spirit of bad dreams. Whatever you have been doing to my sister, my brother, my father, my mom here. In the name of Jesus, I curse you. I send the power of God to fall you. I send the power of God to fall you. In the name of Jesus. Spirit of bad dreams, get out. Spirit of dreams, get out. Spirit of death, get out. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Whatever you do, we cut off the link of God. Shout it and go now. Shout and go. In the name of Jesus, shout and go. Live, 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 live. In Jesus' mighty name. Get out, get out, get out, get out. All the impact of darkness, I command you to go now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. we cut off the link of that room in the name of Jesus. Stay free in the name of Jesus Christ. Stay free in the name of Jesus Christ. Stay free in the name of Jesus. Stay free in the name of Jesus. I want you to put your hand on your head. Nataka mweke mikono yenu juu ya kichwa chenu. I pray that the Lord starts taking control of your mind now. Naomba kwamba Bwana anaanza chukua nafasi sasa ndani ya maisha ya akili yako. Every confusion, Kila machanganyiko, when you are down, wakati uko chini, you think that the Lord has left you. unafikiria kwamba Bwana amekuachilia. In the name of Jesus, I pray that power come over you. Jina la Yesu Kristo, Even in your mind. wako. In Jesus' mighty name. Akili zako. Father, I pray in Jesus' name that you take control of mind again, Lord. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, even the spirit of headache, the spirit of migraine, in the name of Jesus, I command you to go. In Jesus' mighty name, Jesus Christ. Father, we pray to God to give us control our mind, control us, God. Control our dreams. Yes, Lord, there are things that are harder in our life. There are things that we go through and we don't understand it. But God, we pray that you take control of our mind. Spirit of confusion, get out in the name of Jesus. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. Control our thoughts In the name of Jesus. We give you the time, we give you the space. Thank you, Jesus. Take control of our mind, take control of our space. Thank you, Jesus. Take control of decision, Lord, in the name of Jesus Christ. Give you praise, Matika. Thank you, Lord. Jesus' name. Holy Spirit, we give you space in our thought. In Jesus' name. We give you space in our mind, our decision, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Lord. Father, in the name of Jesus, Thank you, Jesus. I pray for the spirit of healing Thank you, Jesus. to reach whoever come here sick.
Even for those who are at home or far away from us and who need our prayer right now. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I pray that the angel of healing come and fall now into this room. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, be healed. In the mighty name of Jesus, be healed. In the name of Jesus. In the name of Jesus, be healed. Receive your healing right now. In the name of Jesus, be healed. In the powerful name of Jesus. In the name of Jesus Christ, be healed. Receive your healing right now. In the name of Jesus Christ, be Receive your healing healed. right now. In the name of Jesus Christ, be healed. Father, we proclaim that you are our God. And we give you all praise and glory. In the name of Jesus. In Jesus' name.